Shule ya Tosamaganga imefikisha miaka 100 toka mwaka 1926 ilivyoanzishwa. Shule hii ndio shule yenye usajili namba 1, yani S1. Safari ya kuelekea maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 ya shule ya sekondari Tosamaganga imeanza rasmi baada ya mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita kuzindua maandalizi ya tukio hilo. Leo tunazindua rasmi maandalizi ya jubilei ya miaka 100 ya shule ya sekondari Tosamaganga. Uzinduzi huo uliofanyika Agosti 3, 2026 unafungua kampeni ya kitaifa ya kuwaunganisha alumni, wadau wa maendeleo na marafiki wa shule ya sekondari Tosamaganga ili kufanikisha lengo la kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 1, fedha itakayotumika kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu ya shule na ununuzi wa basi jipya la wanafunzi katika shule hiyo. Napenda kuwafahamisha wananchi na wanatosa wote kwa maandalizi ya jubilei hii yamepangwa kwa ratiba ifuatayo. Tarehe 8 Oktoba 2026 kutafanyika matembezi ya jubilei, yani Jubilee Walk, pamoja na zoezi la usafi likiwa na lengo la kuhamasisha afya, uzalendo, utunzaji wa mazingira na mshikamano kwa jamii. Tarehe 9 Oktoba kutafanyika fun run, yani mbio fupi za burudani zitakazokutanisha wanatosa, wanafunzi, wananchi na wadau mbalimbali katika kuadhimisha miaka 100 ya shule yetu. Tarehe 10 kutakuwa ndio kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 ya Tosamaganga. Shughuli hii itaambatana na maonyesho mbalimbali ya historia ya shule, nyaraka na kumbukumbu muhimu, vifaa vya kujifunzia na kufundishia, utoaji wa tuzo za heshima pamoja na shughuli nyingine zitakazoonyesha urithi mkubwa wa taasisi hii. Aidha, maadhimisho haya hayatakuwa ya kusherehekea historia pekee, bali yataacha alama kupitia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ikiwemo kuboresha miundombinu ya shule, ununuzi wa basi la wanafunzi na miradi mingine itakayokubaliwa na wadau. Kwa sababu hiyo, ninatoa wito kwa wanatosa wote, taasisi, kampuni, marafiki wa Tosamaganga kushiriki kamilifu katika kufanikisha juhudi hizi. Kwa miaka 100, shule ya sekondari Tosamaganga imekuwa kitovu cha elimu bora, maadili na uongozi wa kuigwa, ikilea maelfu ya wahitimu waliochangia maendeleo ya taifa na dunia kwa ujumla. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nipende kutumia fursa hii kuishukuru serikali kwa kuitambua shule ya Tosamaganga na kuendelea kuilea. Kuanzia mwezi wa 12 mwaka 2026 tumepewa hadhi ya kuwa special school, kwa maana shule maalum. Maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 ya shule ya sekondari Tosamaganga si tu mwaliko wa kusherekea historia pekee, bali ni wito wa kuacha alama itakayobeba ndoto za vizazi vya miaka 100 ijayo. Ndugu zangu, habari za asubuhi. Karibuni sana ofisi ya mkuu wa wilaya, na shukuruni sana kwa muda wenu. Ninaomba niwapitishe kwenye taarifa yetu fupi ya kwa nini leo tuko hapa. Ndugu wananchi wa mkoa wa Iringa, wanatosa popote mlipo, Watanzania wenzangu, wanahabari, napenda kuwashukuru kwa kuitikia wito wetu na kushiriki katika mkutano huu muhimu. Leo tunazindua rasmi maandalizi ya jubilei ya miaka 100 ya shule ya sekondari Tosamaganga. Taasisi ilianzishwa mwaka 1926 ambayo kwa kipindi cha karne moja imeendelea kuwa nguzo ya elimu bora, maadili na uongozi nchini Tanzania. Jubilei hii itaadhimishwa chini ya kauli mbiu isemayo miaka 100 ya elimu bora, maadili na uongozi wa kuigwa. Ndiyo kauli mbiu yetu hii ya jubilei hii ya miaka 100. Miaka 100 ya elimu bora, maadili na uongozi wa kuigwa. Kauli mbiu hii inaakisi historia na mchango mkubwa wa Tosamaganga katika kujenga viongozi, wataalamu na wazalendo walioitumikia taifa letu kwa uadilifu na weledi. Napenda kuwafahamisha wananchi na wanatosa wote kwa maandalizi ya jubilei hii yamepangwa kwa ratiba ifuatayo. Tarehe 8 Oktoba 2026 kutafanyika matembezi ya jubilei, yani Jubilee Walk, pamoja na zoezi la usafi likiwa na lengo la kuhamasisha afya, uzalendo, utunzaji wa mazingira na mshikamano kwa jamii. Tarehe 9 Oktoba kutafanyika fun run, yani mbio fupi za burudani zitakazokutanisha wanatosa, wanafunzi, wananchi na wadau mbalimbali katika kuadhimisha miaka 100 ya shule yetu. Tarehe 10 kutakuwa ndio kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 ya Tosamaganga. Shughuli hii itaambatana na maonyesho mbalimbali ya historia ya shule, nyaraka na kumbukumbu muhimu,
vifaa vya kujifunzia na kufundishia, utoaji wa tuzo za heshima pamoja na shughuli nyingine zitakazoonyesha urithi mkubwa wa taasisi hii. Aidha, maadhimisho haya hayatakuwa ya kusherehekea historia pekee, bali yataacha alama kupitia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ikiwemo kuboresha miundombinu ya shule, ununuzi wa basi la wanafunzi na miradi mingine itakayokubaliwa na wadau. Kwa sababu hiyo, ninatoa wito kwa wanatosa wote, taasisi, kampuni, marafiki wa Tosa Maganga kushiriki kamilifu katika kufanikisha juhudi hizi. Kwa hiyo wale wote ambao wamesoma, wameshirikiana kwa namna yote na taasisi hii ambayo inatimiza miaka 100, ni kitu kikubwa sana. Tunawakaribisha wote walioko nje ya nchi washiriki kamilifu. Ndio maana kamati imeandaa jambo hili na tuna miezi takriban 2 ya kuhakikisha tunafanikisha jambo hili la kihistoria kabisa. Serikali ya mkoa wa Iringa inaamini kuwa jubilii hii ni fursa muhimu ya kukuza uchumi wa mkoa. Tunatarajia kupokea maelfu ya wageni kutoka ndani na nje ya Tanzania, jambo litakaloongeza shughuli za kibiashara, utalii, usafiri, malazi, huduma za chakula na sekta nyingine mbalimbali za huduma. Hivyo tunawahimiza wadau wote kujiandaa kutoa huduma nzuri kama ilivyo tamaduni yetu wana Iringa. Tuwapokee wageni watakaokuja ili jambo hili liweze kufanikiwa. Kwa niaba ya serikali ya mkoa wa Iringa, ninatoa mwaliko rasmi kwa wanatosa wote, wananchi wa mkoa wa Iringa, Watanzania na marafiki wa Tosa Maganga popote walipo kushiriki kamilifu katika maandalizi na maadhimisho ya jubilii ya miaka 100 ya shule hii ya kihistoria. Karibuni sana mkoa wa Iringa. Tusherekee pamoja miaka 100 ya shule yetu ya Tosa Maganga. Tuenzi historia yetu, tusherekee mafanikio yetu na kwa pamoja tuweke msingi imara kwa miaka 100 mingine ijayo. Na kwa kumalizia tu niseme siku hiyo mtakutana na historia nyingi. Shule hii ndio shule yenye usajili namba 1, yani S1. Kwa hiyo Tosa Maganga ndio shule yenye usajili namba 1. Lakini vile vile kuna kahistoria kazuri sana kwamba mmoja wa walimu waliokuwa pale padri anaitwa Mso, Padri Mso ndio aliyekuwa mtunzi na kusaidia kupatikana kwa ile nyimbo yetu ya taifa. Kwa hiyo Tosa Maganga kuna vitu vingi sana ambavyo watu watajifunza na kuona. Na nisingependa kutaja viongozi hapa bila ridhaa yao, lakini viongozi serikalini wengi kabisa katika ngazi ya kitaifa, wapo waheshimiwa mawaziri, wapo viongozi wengi sana ambao wamekuwa ni sehemu ya wanatosa ambao wamesoma pale, wameshiriki kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ningependa ujumbe huu wafikie wote na wote waweze kushiriki. Tumetoa muda wa kutosha kwamba shughuli hii sasa kilele kitakuwa tarehe 10 mwezi wa 10, kwa maana kila mtu aanze kujiandaa, kujipanga. Tarehe 10 wasikose. Watakaoweza tungependa washiriki kuanzia tarehe 8, 9 pamoja na 10. Kuna kama tulivyosema, kuna shughuli hapo za kijamii nzuri tu. Tarehe 8 kutakuwa na Jubilee Walk ambao ni matembezi pamoja na kufanya zoezi la usafi. Tarehe 9 kutakuwa ni mbio fupi kwa maana ya fun run zitakazo kutanisha wanatosa, wanafunzi na wananchi na wadau mbalimbali. Lakini tarehe 10 sasa ndiyo kilele. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Kuna historia kubwa sana. Mje, mtembelee, mshiriki na wote tuweze kuwa sehemu ya jambo hili la kihistoria. Ndugu zangu, miaka 100 sio mchezo. Kwa hiyo ni shule ya kihistoria na sasa tunawashukuru sana Mheshimiwa Rais. Ile shule sasa hivi ni special school. Kwa hiyo ni shule ambayo ina wanafunzi ambao ni vipaji maalum. Kwa hiyo ile shule ina historia kubwa na ni shule special na tunaipenda na Wanairinga tunafarijika na tunajivunia. Na nitoe pia pongezi kwa uongozi mzima wa shule ile. Uongozi ungekuwa mbovu tusingekuwa na special school leo. Kwa hiyo uongozi ule ni imara na namshukuru sana mkuu wa shule yuko hapa na timu nzima. Tunawapongeza sana kwa kazi nzuri, lakini kipekee pia niwapongeze sana kamati ya maandalizi. Wako imara, wamejipanga na naamini siku hiyo Tanzania itaona jambo zuri na la kujivunia kwenye sekta yetu ya elimu kwenye shule yetu ya Tosa Maganga. Niwashukuruni sana kunisikiliza. Asanteni sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya,
waheshimiwa wanakamati, kwa majina anaitwa Laurent William Manga, mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nipende kutumia fursa hii kuishukuru serikali kwa kuitambua shule ya Tosamaganga na kuendelea kuilea. Shule ya Tosamaganga imefikisha miaka 100 toka mwaka 1926 ilivyoanzishwa. Hivyo kama lengo kuu tuliona ni vema tushirikiane na wadau na wanafunzi wote waliosoma pale kuadhimisha siku hiyo. Lengo letu kubwa kwanza ni kusherekea, kumshukuru Mungu. Lengo la pili ni kuomba wadau wote tushirikiane kuiboresha shule yetu kupitia michango mbalimbali, tuweze kupata kitu chochote, tuweze kuiboresha shule yetu. Lengo la tatu pia ni kuishukuru serikali kwa namna ambavyo imeiboresha shule. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais, tulishapata ukarabati wa pale wa fedha zaidi ya shilingi milioni 650. Japo majengo hayakuisha yote, lakini kwa sasa wanafunzi wanakaa mazingira salama na mazuri. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kusema asante kwa serikali kwa namna shule yetu walivyoiweka sawa sawa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa sasa tumekuwa na matokeo bora sana mpaka serikali imetambua. Tumekuwa kuanzia mwezi wa 12 mwaka 2026 tumepewa hadhi hiyo ya kuwa special school, kwa maana shule maalum, na tumeletewa wanafunzi kidato cha 5 wenye ufaulu uliojipambanua, kwa maana wanafunzi wenye ufaulu wa division 1 ya pointi 7, 8, 9 na 10 wapo na wanaendelea kusoma, na wanafunzi wanasoma katika mazingira bora kabisa. Lakini tupende kuishukuru serikali kwa maana ya huduma zingine, maji, umeme, chakula. Wanafunzi hawa wanapata kwa utaratibu mzuri na hawana changamoto yoyote. Hivyo naomba nitumie fursa hii kuwaomba wanafunzi wote waliosoma Tosamaganga wafike tarehe 10, kuanzia tarehe 8 watakaoweza, tushirikiane kwa pamoja kama alivyotuzindulia mkuu wa wilaya. Tunaomba tushirikiane kwa pamoja kulifanya tukio hili la kumbukumbu. Nia yetu pia tumeomba kupata basi kama tutapata, ili wanafunzi wao wanaweza katoka pointi moja kwenda nyingine kusafiri na nini. Miaka hiyo waliosoma walitumia lori la shule, sasa lilishachakaa. Kwa hiyo tunawaomba, lengo lao la kuleta basi tupate. Tunawaomba Watanzania wote popote walipo, kwa sifa za kipekee ambazo shule inazo, nadhani karibia kila mtu amenufaika na hiyo shule. Kama tunaweza tukaimba wimbo wote, tukaimba kwa pamoja, lakini tunao viongozi, hatutowataja majina kwa sababu hawajaruhusu, lakini wamesoma pale na wanahudumia taifa. Hivyo wote tuliosoma pale tunawaomba sana wafike, tushirikiane. Ndugu waandishi wa habari, na waomba nyinyi pia waandishi wa habari, kwanza nawashukuru kwa kufika leo, na wakati mwingine nyinyi ndio mnayeweza mkafanya ili tukio liwe kubwa na liwe zuri. Tunawaomba muendelee kushirikiana nasi. Tunaomba mtushauri popote mtakapoona tunaenda ndivyo sivyo, tuboreshe jambo letu kwenye mkoa wetu liwe zuri. Asante kwa kunisikiliza. Wanakamati wenzangu, mimi naitwa Edward Nzalalila, ni mhitimu shule ya sekondari ya Tosamaganga. Nilikuwepo pale toka mwaka 1968 mpaka 71. Namshukuru Mungu kwa kupata nafasi hii, na nina neno moja tu kuwaomba. Kwanza kuishukuru serikali kwa jinsi ambavyo imeilea shule hii, kwa sababu wakati tunasoma sisi ilikuwa iko kwenye transition kutoka shule iliyokuwa inaendeshwa na kanisa kuchukuliwa na serikali, na ninawakilisha sio tu wale waliosoma miaka ile ya zamani, lakini nawasi pia wale waliokuja baadaye kwamba tukio hili ni la kihistoria. Tushirikiane wote ili kusudi kutoa msaada wa hali na mali, sherehe yetu ifane. Lakini kama mkuu wa shule alivyosema, kuna mahitaji ya kuhuisha miundombinu, ukikumbuka kwamba ni karne moja tangu ilipoanzishwa hii shule. Kwa hiyo kuna miundombinu ambayo imechakaa, na tukiweka nguvu zetu pamoja, tutashirikiana na serikali kuipa hadhi hii shule maalum, iweze kulea viongozi na wataalamu wa fani mbalimbali
kwa miaka 100 mingine. Asanteni sana. Mimi naitwa Idi Mwerangi. Mimi ni alumni wa Tosamaganga. Nilisoma pale siku za karibuni. Mzee kidogo kasoma zamani. Mimi nilisoma mwaka 1996 mpaka 1998. Nimemaliza pale PCB. Baadaye nikaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia ni mhadhiri. Nimefundisha UDOM, nimefundisha chuo kikuu cha ardhi Dar es Salaam pia. Kwenye hili mimi nakuja kama mwakilishi wa alumni, na bahati nzuri kwanza nipende nimshukuru mkuu wa wilaya, amezungumza vizuri kabisa, nisingependa nirudie. Amekuwa na mawazo kama ambayo tunayo sisi, pamoja na kwamba amefanya uzinduzi na tumeshaainisha baadhi ya miradi, lakini ametoa room kwamba kadri tutakavyokuwa tunaendelea, maana tunaweza sisi tumeainisha, lakini kana kuna mdau mwingine akaja, kuna jambo kubwa anaweza kufanya. Kwa mimi nisisitize tu, pamoja na yale ambayo kama kamati tumeainisha, mtu akiona kuna jambo ambalo anafikiri anaweza kufanya kwa ajili ya kuweka hii historia sawa, basi anaweza kufanya. Na mambo yamezungumzwa. Kuna ukarabati wa mabweni, kuna bweni letu la Mandela kama alivyosema mkuu, mkifika pale mtaona ina historia ndefu. Sio je, tumefika tumekuta limeshaacha kutumika, lina nesa, tunajiuliza ni mtindo au limeharibika, lakini tutapata majawabu muda ufanye nini ukifika. Kuna bweni la Muungano, lakini kuna kununua samani zile za wanafunzi na kuna ununuzi wa basi. Kwa hiyo alumni sio lazima uchange kidogo. Kama kuna mtu ana uwezo wa kukarabati bweni lote, kama mimi nitakarabati bweni la Mandela, basi anakaribishwa. Mimi nitanunua basi anakaribishwa. Au bwana mimi nitaachana nayo, mimi nitajenga maabara ya kisasa kwa sababu shule ishakuwa special school, anakaribishwa. Sawa. Kwa sisi kama alumni, jambo moja ambalo tumejipa jukumu kabisa la kulifanya kwa nguvu zetu zote ni ununuzi wa basi. Tumekubaliana kwamba lile ununuzi wa basi ile milioni 250 sisi kama alumni tutalisimamia. Tutalisimamia kwa nguvu zetu zote. Na bahati nzuri mkuu wa shule alitualika kwa barua. Tumeandikia barua na tumeshamjibu. Na tumeshafanya mawasiliano sasa na UTOM watupe specification na utaratibu, tuone kama inawezekana ile siku ya uzinduzi tarehe 10 lile basi liwepo. Kwa hiyo tunafikiri ndani ya wiki hii kuanzia Jumatatu tutapata majawabu. Na kama litakuwa litachelewa basi tuone, kwa sababu mabasi ambayo linaagizwa na tunataka lifanywe branding ilionekane kwamba ni miaka 100 libebe historia. Amezungumza mzee wangu, zamani tulikuwa tunapanda lori. Mimi mwenyewe najiuliza kama leo ile lori sijui kama naweza kupanda kwa hali yangu ilivyo. Bali kwa tunapanda na kamba, tunapanda tunakwenda. Kwa hiyo tungetamani wanafunzi hao wanaokuja sasa angalau waone value na sisi, yani tuweze kupata kitu cha kurudisha. Tumeona hata kama wanajeshi tu wanao na basi yao yale wanakwenda, tunaamini sisi hilo jambo tunaweza. Kwa hiyo mimi rai yangu ni waombe alumni wote, lakini niombe taasisi za kifedha. Sawa, ni waombe wanasiasa, wafanya biashara, najua wako wengi tu, na naamini tukikaa na kamati tutapitia. Lengo letu tumeweka kwenye kamati ni kupata bilioni 1, kwa sababu muda uliowepo naona ni muda mfupi. Miezi 2 unaweza kaona mingi, lakini kama hakuna mikakati madhubuti ni michache sana. Lakini bahati nzuri serikali ya mkoa imejitanabaisha na commitment yao iko juu, kwa hiyo naamini kabisa tutafanikiwa. Wazazi wa wanafunzi wanaosoma pale, nafikiri kamati tupate wasamu waandikie barua, wao ni wadau muhimu. Kuna viongozi wakubwa amesema tusiwataje, lakini sisi tumekwisha zungumza nao. Na sisi tu niseme kama alumni, sisi tulizindua kampeni yetu siku ya jana. Tumeshachanga milioni 12 na tulikuwa tunasubiri sasa likishatoka hili sasa. Nafikiri mheshimiwa, sisi tumepanga kabla ndani ya mwezi wa 9 ndio tumeshaipata hiyo hela, ili logistics zingine ziendelee kwa kushirikiana na shule na uongozi wa chuo. Asanteni sana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wajumbe wa kamati ya maadhimisho ya miaka 100 ya shule ya sekondari Tosamaganga, kiongozi wetu wa elimu, afisa elimu wa wilaya ya Iringa, wajumbe wa kamati wote, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kazi na utu. Ninaitwa Mwalimu Jairus Edward Mwakavindi, ni mjumbe wa kamati ya habari, hamasa na matangazo katika kamati hii muhimu ya maadhimisho ya miaka 100 ya shule ya sekondari Tosamaganga. Jukumu langu katika sehemu hii ya kuhamasisha habari na matangazo, ninaomba kuleta kwenu waandishi wa habari namna bora kabisa ya kuchangia. Kwa kuwa tumeweka malengo ya kupata bilioni 1 kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa, basi ninaomba kuzitaja njia muhimu za uchangiaji wa fedha. Njia ya kwanza ni kupitia akaunti ya CRDB Bank, akaunti namba 10388720064 kupitia benki ya CRDB.
Jina la akaunti ni Tosamaganga Jubilee. Tutakuwa na lipa namba ambao fedha zitakusanywa pia huko Tosamaganga Sekondari, jina la lipa namba ambayo ni Airtel, kampuni ya Airtel 14901236661, na Halo Pesa nambari ya kulipia ni 25110648. Na katika maadhimisho yetu haya kwa miaka 100 ya shule ya Tosamaganga, tuna kauli mbiu yetu inayosema miaka 100 ya elimu bora, maadili na uongozi wa kuigwa. Miaka 100 ya elimu bora, maadili na uongozi wa kuigwa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na waandishi wa habari, kamati yetu ya maadhimisho ya miaka 100 imejumuisha watu maeneo tofauti. Tunao walimu waliowahi kufanya kazi shule ya sekondari Tosamaganga, na mimi nikiwa mmoja wao. Nilikuwa mwalimu wa shule ya sekondari Tosamaganga kati ya mwaka 2010 mpaka mwaka 2012, idara ya GS, nikifundisha somo la GS. Lakini pia tuna kundi la watu ambao walisoma miaka ya zamani wakati shule imeanza. Tuna kundi la watu waliosoma miaka ya karibuni. Wapo viongozi wakubwa, wapo wanasiasa, wapo wana michezo mashuhuri, wapo watu mbalimbali kwenye taasisi za dini, lakini walitokea shule ya sekondari Tosamaganga. Tunaomba kuwakaribisha sana kwa namna bora kabisa ili tuweze kushirikiana kufanikisha shughuli ya miaka 100 ya shule ya sekondari Tosamaganga. Kauli mbiu yetu katika maadhimisho haya, miaka 100 ya elimu bora, maadili na uongozi wa kuigwa. Asanteni sana. Kamati ya maandalizi ya maadhimisho ya jubilii ya miaka 100 tangu shule ya Tosamaganga sekondari ilipoanzishwa. Kwa jina naitwa Mwalimu Sita Peter Ndamayape, kaimu afisa elimu sekondari katika halmashauri ya wilaya ya Iringa. Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Iringa, nitumie nafasi hii kuwaomba wadau mbalimbali wa elimu katika halmashauri yetu ya wilaya ya Iringa kwamba jambo hili ambalo linakwenda kufanyika ni letu sote. Kwa hiyo ushiriki wetu unahitajika sana. Tuishukuru serikali kwa jinsi ambavyo imekuwa ikifanya kuhakikisha kwamba Tosamaganga sekondari inaendelea kusimama na hata kufikia kuwa shule ya special. Tumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri ambayo amefanya katika sekta ya elimu. Kwa hiyo kwenye jambo hili la jubilii, wadau wote walioko katika halmashauri yetu ya wilaya ya Iringa, kwa niaba ya Mheshimiwa mkurugenzi wa halmashauri yetu ya wilaya ya Iringa, nitumie nafasi kualika kwamba tushiriki kikamilifu, maana hili jambo ni la kwetu. Tukifanya hivyo ndipo tutaweza kuonesha kwamba hizi juhudi ambazo zinafanywa na wadau mbalimbali wakiwemo wanafunzi waliosoma kwenye shule hiyo, kwamba sisi pia tumetambua na kuunga mkono juhudi hizo. Kwa hiyo niwaombe wakiwemo waheshimiwa madiwani wetu walioko katika kata mbalimbali wawe sehemu ya kuhamasisha jambo hili ili liweze kukaa vizuri. Kwa hiyo wazazi, wananchi wote ambao tuko jirani na shule, lakini pia walioko mbali, kwa tarehe hizo ambazo zimekwisha kusemwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tarehe 8 mpaka 10 ya mwezi wa 10, basi tushiriki kikamilifu ili jambo hili liweze kufana vizuri. Asanteni kwa kunisikiliza. Ninaitwa mwalimu mstaafu Gideon Kipengele. Katika maandalizi haya mimi ni mwenyekiti wa kamati hii. Nipo hapa kwanza kutoa shukurani kwa mkuu wa wilaya kutupa nafasi hii ya kuja ofisini kwake kufanya shughuli hii ambayo tumeifanya, kwa hiyo kutuzindulia sherehe yetu, maandalizi yetu ya sherehe ya kutimiza miaka 100 ya kuanzisha kwa shule ya sekondari Tosamaganga. Kama mnaweza mkaona hapa, kwa kweli
tumefanya vurugu kidogo katika ofisi hii. Kwa hiyo naomba tukushukuru mkuu wa wilaya kwa usumbufu huu tuliofanya, lakini tunadhani kama wewe mwenyewe ulivyozungumza ni kwa madhumuni au malengo mema kabisa ya kushukuru jinsi shule yetu ya Tosamaganga Sekondari ambayo ni msajiliwa namba 1 ilivyotukuka. Nipo hapa moja, kuwashukuru wanakamati, kuwashukuru ninyi wanahabari, lakini pia kutoa msisitizo. Jambo hili sisi ni waratibu, watakaofanikisha jambo hili ni wadau, na wadau tunawazungumzia hapa, wa kwanza ni wanatosamaganga, wahitimu waliohitimu Tosamaganga Sekondari, ili kuonyesha shukurani kwamba mimi nilipita pale nikapata hivi, nikawa hivi namna nilivyo leo hii. Je, ninapaachaje pale? Ninapaangaliaje pale mahali, ili angalau pengine watoto wangu au wajukuu zangu nao waweze kupita mahali pale, na watapitaje kama mimi nitapasahau? Kwa hiyo wewe uliyemaliza Tosamaganga ni mdau namba 1, na ninyi mliomaliza Tosamaganga tunaweza kusema mpo katika makundi mawili. Achana na umri wa kupita pale. Kundi la kwanza ni la wanatosamaganga waliopita pale lakini bado wako ndani ya nchi hii. Inawezekana ukawa ni muhitimu uliokisha staafu katika shughuli zako za kazi, inawezekana bado uko kazini, na inawezekana bado uko kwenye masomo lakini ulipitia pale mwaka juzi tu. Wewe nawe ni mdau katika shule yako. Tena wewe mwaka 10 iliyopita ndio unaielewa hali halisi ya sasa hivi ya shule. Kwa hiyo unaweza ukawa kipaza sauti katika kuratibu shughuli hii kwamba jamani, kinachosemwa pale ni kweli, tunaomba tufanye juhudi za kuifanya maboresho na marekebisho ya mambo mbalimbali ya miundombinu ya shule ile. Lakini pili, tuna diaspora waliosoma pale, sasa hivi wapo nje. Singependa kuwataja, lakini wengi tu tunao katika mtandao wetu. Tunaambiwa huyu yuko mahali fulani, tena ukisikia ni watu wakubwa wanatisha kwa majina. Tumeambiwa kuna watu walishiriki, walikuwa machifu executives katika SADC, mheshimiwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo Tosamaganga kwa kweli, kama ilivyo miaka 100, ukipata historia ya watu waliopita pale, ukapata kuambiwa fulani naye alipita pale, anatisha. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa nafasi yangu hii naomba niwasisitize, sisi ni waratibu lakini wafanikishaji wakubwa ni nyinyi, pamoja na nyinyi mliopita Tosamaganga, lakini wadau mbalimbali. Wapo wazabuni wa miaka na miaka waliowahi kutoa huduma katika shule yetu pale. Wapo watu kwa namna moja au nyingine, wewe ni mfanyabiashara lakini unaona kabisa kama mahali pale panahitaji kufanyika jambo fulani. Kwa kweli tunawakaribisha nyote kusaidia kuboresha miundombinu ya shule. Mkuu wa shule amesema hapa walipata fedha kiasi fulani, lakini bado wewe mfanyabiashara unaweza kaona kabisa hiyo pesa iliyotengwa ni hela kidogo sana, iliyotolewa na serikali ni hela kidogo sana. Kwa hiyo tunakuomba uone umuhimu wa wewe kutusaidia pale. Wadau mbalimbali, wafanyabiashara wakubwa, wenye viwanda, wasafirishaji, wote tungependa sana, tunashukuru sana. Tunaamini kabisa kwamba kwa wito huu mtaungana nasi. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Tunaamini kabisa kwamba mtatuunga mkono. Asanteni. Baada ya kusikia kutoka kwangu, kusikia kutoka kwenye kamati ya maandalizi ambao ndio wanaratibu, wakiwemo alumni mojawapo, wakiwemo mzee ambaye naye amesoma pale muda. Nafurahi kuona Tosamaganga imekava maeneo yote. Nataka kusema kwa ufupi tu ni kwamba
Pamoja na ratiba hiyo ya tarehe 8, 9 na 10, mpango wa kamati na serikali ya mkoa kwa wale wageni wanaokuja, vile vile kutakuwa na fursa ya kuangalia vivutio mbalimbali vinavyopatikana katika mkoa wetu wa Iringa, ambacho kivutio kimojawapo kikubwa ni Ruaha National Park. Kwa hiyo kutakuwa na uratibu kwamba baada ya shughuli zote watu watapata fursa kutembelea vivutio vyetu vya utalii ambavyo ni vingi. Sasa kamati itaona namna gani ya kuratibu vizuri. Kwa hiyo kuna wale watakwenda kwenye mbuga ya wanyama Ruaha National Park, kuna wale watataka kwenda kwenye vivutio vingine, viko vingi sana. Kuna historia ya chifu, kuna vitu vingi tu, na uzuri Tosamaganga position vizuri sana, ndio njiani huko kutoka hapo na unaenda tu, kuna vivutio vingi sana. Kwa hiyo pamoja na hayo, tulisema majumuisho baada ya shughuli yetu, kwa wale ambao watakuwa na watoto na familia wanakaribishwa. Ni siku ya kusherekea na kufurahi na kuonyesha pia serikali mambo iliyofanya, lakini vile vile vivutio vya kiutalii katika mkoa wetu wa Iringa ndio itakuwa inahitimisha ile shughuli yetu baada ya pale tarehe 10. Kwa hiyo niwashukuruni sana, na naamini waandishi wa habari mtatusaidia kufikisha ujumbe ambao utawafikia wale wote wahusika na wale wote wapenda maendeleo. Inawezekana hujasoma Tosamaganga, lakini ni mdau wa elimu, mdau wa mkoa wa Iringa, lakini ni Mtanzania unayependa maendeleo. Unakaribishwa, usije ukasema hili jambo ni la watu wa Tosa tu, mimi nilisoma sehemu nyingine. Karibu, utakuwa na mambo mengi pia ya kujifunza na mambo mengi ya kushirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo niwashukuruni sana wote kwa muda wenu. Nawashukuru sana, na waandishi wetu wa Iringa mko makini sana. Jambo lenu halijawahi kufeli. Kwa hiyo nawashukuru sana. Asanteni sana.